Wananchi wa mtaa wa Saranga, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam, wameomba serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan iwasaidie kuboresha miundombinu ikiwa ni pamoja na ujenzi wa barabara ya Saranga kwa kiwango cha lami ili kuondoa changamoto wanaokumbana nayo kwa hivi sasa. Wananchi hao wametoa ombi hilo mbele ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila wakati akisikiliza kero ya wananchi hao wa mtaa wa Saranga katika mkutano uliofanyika kwenye ofisi za serikali ya mtaa wakati wa ziara yake wilayani Ubungo. Kwa majina naitwa Lucian Adrian Mdumbe, ni mkazi wa Ukombozi. Kero yangu cha kwanza kabisa ni kushukuru kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa kututembelea eneo hili. Kero kuu inayozungumzwa na wenzangu si maagizo, ni vitu halisia. Mimi kero yangu ni barabara kwenda sekondari Ukombozi. Tunashukuru mama yetu Mama Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametujengea shule na madarasa 23 na maabara 1. Lakini namna ya kufika shuleni ndo mtihani. Kuna wakati watoto wanaacha masomo, wanakwenda kubeba madawati. Mitihani inashushwa hapa kwa makofia, inabeba kwa kichwa na pelekwa shuleni. Sasa hii kidogo haileti maana nzuri. Jina langu naitwa Pendo Kamwela. Kuna vikundi ambavyo tumesajili kwa ajili ya asilimia ile 10 ya vijana, walemavu na wale wengine. Sasa tunaona kwenye TV kwamba watu wameshapewa sehemu zingine, bado hatujaona. Sasa mheshimiwa, nilikuwa naomba kama kuna mhusika ambaye yuko hapa atusaidie kwamba labda sisi kwa huku upande wetu nilini tushatembelewa na wale wakata washapita, lakini huku kwingine tunaona wenzetu washapata. Nilikuwa naomba mheshimiwa, tuna hali ngumu, tunatamani kujikwamua kimaisha. Nimesimama ninasema tulikuwa tunaomba kamati ya ardhi ya mtaa ivunjwe kwa sababu kamati ya mtaa ya ardhi mtaa wa Saranga ndiyo inayosababisha migogoro ya wananchi kwa wananchi. Kamati ya mtaa ya ardhi ya mtaa wa Saranga ndiyo inayowachukulia pesa kinyume cha sheria wananchi. Na ninayasema haya nina ushahidi. Akijibu kero za wananchi hao, Mheshimiwa Albert Chalamila amesema serikali ipo katika utekelezaji wa uboreshaji wa miundombinu hiyo hatua kwa hatua, huku akiwasihi wananchi hao waendelee kuwa vumilivu na kwamba changamoto zao zinafanywa kazi. Barabara hii kwa sasa hivi, yani mwezi huu ujao unaokuja, sasa hivi kinafanyika nini? Sasa hivi design ya barabara imekamilika. La pili, nyumba zinazopitiwa na huo mradi zitakazopaswa kuondoka zimeshajulikana. Namba 3, gharama zitakazokuja kulipwa kwa wale wanaopaswa nyumba zao kuondolewa zimeshajulikana. Namba 4, kuna mambo makubwa mawili yanapaswa yafanyike. Cha kwanza, sasa kutangaza ili apatikane mkandarasi. Na cha pili, kuona utaratibu wa namna ya kwanza kulipa fidia kwa namna pesa itakavyopatikana. Kwa hiyo barabara hii sio ya haraka, sio ya kispoti. Fidia yake hapa inaweza kaenda zaidi ya bilioni 7. Hapo hujaanza kujenga barabara. Ukianza kujenga barabara yenyewe ni mabilioni. Na hapa nyinyi mnafahamu kuna milima, kuna miinuko. Tukianza design ya barabara yetu ni mabilioni ya pesa, kwa sababu lazima tujenge makarabati, lazima tupunguze milima, na lazima pia barabara iwe pana ili iweze kupitika. Hayo ndio machache yanayofanyika. Swali, je, zoezi hilo lote litakamilika mwaka huu? Mimi kama mkuu wa mkoa nasema hapana, sio rahisi zoezi lote kukamilika mwaka huu. Lakini kwa kuwa pia tunakaa na mama huyu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa kuwa mimi pia ndiye balozi wake wa mkoa katika mkoa wa Dar es Salaam, nikiwa naye nitamwambia mama, kule Msaranga kuna kilio hiki, lakini tunaomba kale kafidia kale pamoja na kale yule mkandarasi yule, kama tu unaweza angalau kakaja mara moja, wananchi wale watafarijika sana. Lakini wameelewa ukweli na kazi zako unazifanya ndani ya nchi yetu. Kuhusu TASAF yanashughulikiwa wazee wetu. Kuhusu maji
kuhusu maji, hapa nafahamu kuna tatizo kubwa la maji, lakini msema kweli atawekwa huru. Hali ilivyokuwa na ilivyo sasa ni sawa? Nini kimetokea? Pale kwenye lile tenki kubwa sana pale jirani na ofisi ya mkuu wa wilaya, pale imejengwa mitambo na zimewekwa pump 3 kubwa zinazosukuma maji. Mheshimiwa Rais pia chini ya Wizara ya Maji wamekwenda kujenga tenki kubwa la lita karibu milioni 9 ambalo liko pale Bangulo. Lenyewe linafanya nini? Litasukuma maji kwenda jimbo hili la Kibamba, litasukuma maji kwenda jimbo la Segerea, litasukuma maji kwenda jimbo la Ukonga, litasukuma maji kwenda jimbo la Temeke.